sallallahu wasallam alayhi Allah, amma ba'du. Naam. Msikia. Naam. Tulikuwa kwenye kipengele cha al-insafu fi muamalati al-akharin. Al-insafu kwa ufupi ni kutenda haki na kufanya uadilifu. Shekhe akasema dinullahi yajibu an yuhakkama fi kulli shay. Dini ya Allah inatakiwa ifanywe kuwa ndiye hakimu katika kila kitu. Wa iyaka an tuwali akhaka li'annahu wafaqaka fi kadha. Chukua tahadhari usije ukampenda na kumnusuru ndugu yako Muislamu kwa kuwa kaafikiana na wewe katika jambo fulani. Wa tuadi al-akhar li'annahu khalafaka fi ra'yin au fi mas'ala. Na ole wako, chukua tahadhari usije ukamfanyia uadui ndugu yako kwa sababu amekwenda kinyume na wewe katika mas'ala fulani. Falaysa hadha min al-insaf. Hii sio haki na sio uadilifu. Fasahabatu, kwani masahaba radhiyallahu anhum ikhtalafu fi masail, wametofautiana katika mas'ala mbalimbali. Wa ma'a dhalika lam yu'athir dhalika fi safai bainahum. Pamoja na hayo ya wao kwa wao kuikhtilafiana halikuathiri katika kusafishiana nia, kila mmoja nia yake kuwa iko safi na salama kwa mwenzie. Wal muwalatu wal mahabba, na kupeana nusra na msaada pale unapohitajika, pamoja na upendo kati yao, radhiyallahu anhum wa ardahum. Hapa ndipo tulipotoa mfano wa la yusalliyanna ahadukum al-asra illa fi bani Quraidah, na wakaendelea kuwa wamoja pamoja na kwamba walitofautiana katika rai na ufahamu wa amri ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Falmu'minu ya'malu bi shar'i Allah, mu'mini anayefanyia kazi sheria ya Allah. Wa yadinu bil haqq, na dini yake inakuwa ni dini ya haki, au mwenendo wake unakuwa ni mwenendo wa haki. Wa yuqaddimuhu ala kulli ahadin bidalil, na haki anitanguliza kwa yeyote yule, kwa kila mmoja madamu amekuwa na dalili. Lakini la yahmiluhu dhalika ala dhulmi akhihi, la yahmiluhu dhalika, hilo halimpelekei ala dhulmi akhihi, kumdhulumu ndugu yake. Wa adamu insafihi, na kutomtendea haki na uadilifu. Idha khalafahu fi ra'yi, atakapokuwa amekhalifiana naye katika rai. Fi masail al-ijtihadi, katika masail ambayo ni ya ijtihadi. Qad yakhfa daliluha, ambayo katika ijtihadi hiyo inawezekana dalili yake ikajificha, si ielewe, inaweza asione, asipate dalili. Wa hakadha fi almasail allati qad yakhtalifu fi ta'wil an-nass fiha, na vile vile katika masala ambayo anaweza mtu au wanaweza watu wakakhtilafiana katika kuitafsiri dalili ile nas. Fa innahu qad yu'dhar, hakika mtu huyo anaweza kupewa udhuru. Fa alayka an tansaha lahu, ni juu yako kunasihi kwa ajili yake. Wa an tuhibba lahu alkhair, na umpendee khairi. Wala yahmiluka dhalika ala al-adai, na hilo lisikupelekee kumfanyia uadui walishiqaq, na kuleta mpasuko kati yenu. Wa tamkini al-adu minka wa min akhika, na kummakinisha, kumpa nguvu adui kwako wewe na yeye, yani shaitani,
alafu akakutawaleni mkaanza kuwa ni maadui nyinyi kwa nyinyi. Wala haula wala quwwata illa billah. Hapa nakumbuka kisa kimoja kimetokea zama za Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, kwenye kutofautiana kuitafsiri nas. Zama za Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu alikuwepo sahaba mmoja, na sahaba min ahli Badri, anaitwa Qudamata ibn Mad'un al-Jumahi. Qudama ibn Mad'un al-Jumahi alikosea katika kuitafsiri aya, akanywa pombe. Ni katika ahli Badri lakini akanywa pombe, na ni riwaya ya Imamu al-Bukhari, na vile vile ameitaja riwaya hii al-Imamu Abdul Razzaq kwenye musannaf wake, kama si Abdul Razzaq ni Abu Shayba. Yule sahaba Qudama ibn Mad'un al-Jumahi alikuwa ametawalishwa, amepewa uamiri wa Bahraini. Huko Bahraini alikuwepo kuna mtu mmoja anaitwa Al-Jarud Sayyidu Abdu Qais, walikuwa wanaishi maeneo ya Bahrain. Wakati Qudama ibn Mad'un anatawala kule, na huyu Qudama ibn Mad'un bado alikuwa ni mjomba wao kina Hafsa na Abdullah. Yule Al-Jarud Sayyid Abdu Qais alipomuona Qudama ibn Mad'un amekunywa pombe na akalewa, akafunga safari ya kutoka wapi? Bahraini kwenda Madina kwa Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Akaenda akamwambia, umetuletea mtu ametutawala, lakini shariba wa sakira, amekunywa na akalewa. Umar akamtakisha ushahidi, akamwambia shahidi wangu wa kwanza ni Abu Huraira. Akaletwa Abu Huraira, eti ni kweli Qudama ibn Mad'un mjomba wa wanangu amekunywa pombe na akalewa? Abu Huraira akasema hivi, ma ra'aituhu yashrab lakini ra'aituhu sakran, sikumuona anakunywa lakini nilimuona akiwa amelewa. Umar akamwambia, usitake kuchanganya kwenye ushahidi wako, unyoshe kauli. Akasema, kauli yangu ninainyosha hivi, sikumuona wakati anakunywa, lakini nilimuona akiwa amelewa. Huyu Al-Jarud Sayyid Abdu Qais akamwambia, ma ara, sioni, sina rai yoyote illa alhaddu alayhi, mpaka hadi itekelezwe kwa huyu mjomba wa watoto wako. Umar akamwambia, akhasmun anta am shahid, wewe ni shahidi au ni ugomvi? Huyu akamwambia, bali shahidi, bali mimi nimekuja kama shahidi. Akamwambia, basi subiri ushahidi mpaka ukamilike. Mara nyingine kesho akarudi akasema, aqim ala hadha alhad, simamisha had bakora 80. Unajua zama za Umar alikuwa anapiga 80. Sasa akamwambia, na huyu anahitaji apigwe 80. Akamuuliza tena, akhasmun anta am shahid, wewe una ugomvi na huyu bwana au umeleta ushahidi tu? Huyo akamwambia, ni shahidi, lakini naona kama unataka kuwepesha. Umar akamwambia, kuwa makini, kama wewe ni shahidi basi ujue kwamba aliyeshuhudia pamoja na wewe ni mtu mmoja, anatakiwa patikane na mwingine shahidi. Na akamwambia, ukirudia tena kunisonga kwamba nifanya hadi, saasuuka, nitakufanyia baya. Yule akamwambia, afi ankana ibn ammika tasuuni, kwa hiyo kwa kuwa ni ndugu yako unataka unikosee adabu
kisa nimekwambia umpige mijeledi ndugu yako. Akamwambia kama hautuamini muulize mkewe. Kitu kama vile jina lake alikuwa anaitwa Hindu bintul Walid, kitu kama hicho. Baadaye ikaandikwa barua ikaenda Bahraini kumuita mkewe. Alipokuja akashuhudilia kwamba ni kweli alilewa. Wanataka kumpiga, akisema sasa Qudama ibn Madhun anasema hata kama nimelewa hamna haki ya kunipiga. Umelewa alafu tusikupige? Hamna haki ya kunipiga. Akawasomea aya ambayo ndiyo aliyoifahamu vibaya ikampelekea kunywa pombe. Laysa alaykum junahun fi laysa ala asma'a ala alladhina amanu wa amilus salihati fima ta'imu laysa lahum udia laysa ala alladhina amanu wa amilus salihati junahun fima ta'imu idha mattaqaw alafu wa amanu wa amilu salihati. Asema hakuna ubaya mimi nikinywa pombe kwa sababu mimi ni katika wale walioamini na bado ninayafanya yaliyokuwa mema. Sasa mnanipigaje wakati mimi nimekunywa tu? Unaona? Asema hapa hakuna mjeledi wa kupigwa mimi. Akawakatalia Umaru, akawauliza baadhi ya masahaba, miongoni mwao ni Ali. Akasema, wakamjibu kwamba hajj ta'wil al-khata' fi at-ta'wil la yusqitu al-hadd, kukosea kutafsiri hakuondoshi ile hadd. Kwa hiyo kabidi anatakiwa apigwe, japo raia Ali ibn Abi Talib ilikuwa ni asipigwe kwa sababu ni katika ahli Badri, wanaheshimiwa. Lakini mwishowe Umar alifanyaje? Alimpiga, na yule bwana akaweka azma kwamba huyu tutakiwa hata kusalimiana naye. Lakini mwishowe walikuja baadaye wakakubaliana, yakaisha. Lakini angalia Umar ibn al-Khattab, nilipokuwa nataka kutolea ushahidi, alipokuwa anamwambia yule aliyeleta ushahidi, wewe ni mmoja, akhasmun am shahid, wewe umeleta ushahidi lakini ushahidi wako kama vile kuna kaugomvi fulani. Sasa achana na ugomvi wako wewe na yeye, wewe baki kwenye ushahidi tu, mengine hayo hapana. Kwa hiyo mtu awe na insaf. Kwa hiyo masahaba wana walitofautiana, ima katika ta'wilun nas walitofautiana, lakini hawakutengana. Unaona hapa Umar aliendelea kumkazania huyu bwana aliyeleta ushahidi asimfanye ndugu yake kama ni mtuhumiwa wake au kama ni mgomvi wake, wanagombana, abaki kwenye ile misingi, wewe toa ushahidi. Kwa hiyo mtu anapewa udhuru. Kwa hiyo Uislamu unalingania kwenye uadilifu. Anasema al-Islamu dinul adala, Uislamu ni dini ya uadilifu, wa dinul hukmi bil haqq, na ni dini ya kuhukumu kwa haki, wal ihsan na ihsan, dinul musawat, Uislamu ni dini ya usawa, illa fima istathna Allahu azza wa jalla, labda kwenye yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameukataa usawa. Sote tunatakiwa kuwa ni sawa sawa, kitu kimoja, labda kwenye vile ambavyo Allah ameukataa usawa. Kwa mfano kwenye mirathi kati ya binti na kijana wa kiume wanatofautiana, baina ya mke na mume. Mume ana cha kwake, kama itakuwa wana watoto kinapungua kidogo kuliko ambacho angekipata kama ungelikuwa yeye na mke wake hawana watoto. Situelewe, wakiwa hawana watoto wanarithi nini? Nusu ya mali. Wakiwa na watoto anarithi robo ya mali. Mwanamke kama aliyekufa ni mume wake,
walikuwa wana watoto, anarithi nini? Thumunu ya mali. Kama walikuwa hawana watoto, anachukua nini? Robo ya mali. Kwa hiyo kwenye hivi Allah amekataa usawa, lakini angalia kwenye kumiliki mali Allah ametupa sote usawa. Mwanamke anaruhusiwa kumiliki mali akiwa anazo, amezipata, amezifanyia kazi, na mwanamume anafanya nini? Anamiliki, na wala halazimiki mwanamke kujitunza eti kisa ana nini? Ana mali. Kwa hiyo usawa katika Uislamu ni jambo zuri, ila katika yale mambo ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameuondoa yeye mwenyewe huo usawa. Kwa hiyo Uislamu ni dini inalingania almusawat, illa fi mastathna Allahu azza wa jalla fafihi, basi ndani ya Uislamu ad-da'watu ila kulli khairin. Kwenye Uislamu tunalingania kila lililo zuri. Wa fihi ad-da'watu ila makarimil akhlaq, na kwenye Uislamu tunalingania tabia zilizokuwa nzuri. Wa mahasinil a'mal, na tunalingania kuyafanya matendo yaliyo mazuri. Wal insafu wal adala, na kutenda haki na uadilifu. Wal bu'du an kulli khuluqin dhamim, na kujiweka mbali na kila kijitabia au tabia ambayo ni mbaya. Qala ta'ala, amesema Allah mtukufu, inna Allaha, hakika Allah, ya'muru bil adli, anaamrisha uadilifu. Allah ametuamrisha tuwe ni waadilifu. Wal ihsan, na Allah ametuamrisha tufanye ihsan. Wa itai dhil qurba, na kuwapa vile tulivyo navyo ndugu zetu, jamaa zetu wa karibu. Wa yanha anil fahsha, Allah anakataza uovu. Wal munkar, na mambo machafu. Wal baghi, na anakataza dhulma. Yaidhukum, amekupeni mawaidha Allah subhanahu wa ta'ala, amekupeni amri, itekelezeni. La'allakum tadhakkarun. Kwa hiyo utaona namna gani kwenye hii aya Allah ametukataza nini? Dhulma, na ametuamrisha uadilifu. Lazima tuwe waadilifu fil qawli wa fil amali. Kuna mtu anakosa uadilifu katika maneno yake, anamshtumu mtu bila uadilifu, anamsingizia. Katika matendo, umepewa kitu fulani, wewe na fulani mgawane, kuweni waadilifu, kwa sababu hili ndilo jambo ambalo Uislamu unatuamrisha. Waqala ta'ala, ya ayuha nasu, enyi watu, inna khalaqnakum, hakika tumekuumbeni nyinyi, min dhakarin wa untha. Min dhakarin ay min dhakarin wahid, wa huwa abuna Adam alayhi salam, kutokana na mwanamume mmoja ambaye ni nani? Ni Adam. Wa untha, na mwanamke mmoja ambaye ni Hawa. Au ni kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amekuumbeni wanaume na wanawake. Waja'alnakum shu'uban, na tukakufanyeni kuwa ni mataifa mbalimbali. Wa qabaila, na makabila mbalimbali mengi tu. Litaarafu, ili mjuane tu, mimjuane tu. Inna akramakum, lakini aliyembora mwenye heshima na hadhi inda Allah, kwa Mwenyezi Mungu, atqakum, ni yule ambaye ni mcha Mungu zaidi kuliko wengine, ni yule ambaye anatekeleza amri za Allah kuliko wengine. Inna Allaha alimun khabir, hakika Allah subhanahu wa ta'ala ni alim, ni mjuzi wa kila jambo. Khabir, na ni mwenye habari za kila kitu. Kwa hiyo wale ambao imesemekana msiende kuposa, huo ni ubaguzi tu kama ubaguzi mwingine. Huo ni ubaguzi kama ubaguzi mwingine. Tunaweza tukasema shekhe hapo alifanya nini? Aliteleza. Lakini kukosea hapo, kuteleza hapo, hakumuondolei ushekhe wake. Usije ukakataa kuisoma mulakhasul fiqhi eti kisa sasa ule shekhe mwenyewe mbaguzi bwana. Wewe soma bwana, kuna vitu vingi sana vizuri mle. Hako kamoja tu kakukataza kusoma kitabu kizima. Sawa? Kwa hiyo lazima tuwe ni munsifin. Wal khulasa, na kwa ufupi kwenye kipengele hiki, anna alwajiba ala ad-da'iyati al-islami
na kwamba kilicho cha wajibu juu ya dai wa Kiislamu ayad'u ila al-islam kulli, alinganie watu kwenye Uislamu wote, wala yufarriq baina an-nas, na wala asitenganishe watu, asibague watu, wa alla yakuna mutaassiban limadhhabin duna madhhab, na asiwe ni mutaassib kungangania madhehebu fulani na madhehebu mengine kuyaacha, au liqabilatin duna qabila, au anapendelea kabila fulani na kuliacha kabila lingine au kulitenga kabila jingine, au li shaykhihi, au kuwa ni na taasub, kwa mtu kuwa na taasub kwa shekhe wake. Mimi bwana mpaka niende na rai ya shekhe wangu. Na hili limetukosti sana zama zetu hizi. Kuna namna akhlaqi za Kiislamu, kuna namna mwenendo wetu wa Kiislamu umeparaganyika kwenye hii miaka ya karibuni, kwa sababu ya watu kutulazimisha lazima tuende sambamba na rai za mashekhe wao. Wewe una shekhe wako na mimi nina shekhe wangu, usinilazimishe lazima nimfuate shekhe wako wakati na mimi shekhe wangu ni naye. Kwa hiyo inawezekana tukatofautiana kwenye huo ufahamu. Kwa hiyo shekhe wako kama ndiye mwenye haki, inatakia mimi niifuate haki aliyokuja nayo shekhe wako, lakini si shekhe wako naifuata haki, simfuati nani? Shekhe wako. Kwa hiyo lazima tuangalie haki ndicho kinachotakiwa, na wala si shekhe wala si madhhab. Hili limetuparaganyisha, limeondoa umoja wetu, na kama si hilo, huu msikiti pengine usingetosha kwa wingi waliotakiwa kuja kusoma. Pengine tungelikuwa hatuna, au tungekuwa tumesongamana sana kama si hilo la watu, kwa sababu shekhe fulani, mimi niko wa shekhe fulani, au hili bwana haliko chini ya mashekhe nao wakubali mimi. Mkoa huu ungelikuwa na maduati wengi ambao ungelikuwa umejaza huu msikiti, lakini kwa sababu ya vitu vidogo vidogo kama hivi vimetutenga, vimetuparaganyisha. Inafika wakati mtu anajulikana kabisa yule fulani ni shekhe, lakini hawezi kumsalimia shekhe mwenzie kwa sababu huyu yuko kwenye upande huu na huyu yuko kwenye upande huu. Lakini vitu vidogo sana hivi, vidogo. Nikisema vidogo ni kwa maana ya ni vidogo, kwa sababu wote hao ukiwauliza upande huu na upande huu, tuambie itikadi yako kwenye jambo fulani, kwenye jambo fulani, kwenye jambo fulani, kwenye jambo fulani, katika ile masaili yote ya kiakida, hatuwezi kutofautiana hata sekunde. Sawa? Lakini tumekhtalafiana tu kwenye rai kidogo. Hizi rai Sheikh Ibn Baz anatuambia zisitutoe kwenye haki. Anasema au raisuhu, au raisi wake, au ghairi dhalika, au mambo mengine, bali alwajib, bali kilichokuwa cha wajib, an yakuna hadafuhu, liwe lengo la daia, ithbatul haqqi, ni kuithibitisha haki, wa ilahihi, na kuiweka wazi, wa istiqamatu nasi alayhi, na kuwafanya watu wasimame juu ya hiyo haki na wawe na msimamo juu ya hiyo haki. Wa in khalafa ra'yu fulan au fulani au fulani, hata kama hiyo rai itakuwa imekhalifiana na rai ya fulani au rai ya fulani au rai ya fulani. Walamma nashaa fi nnasi, na pindi ilipochimbuka, nashaa ikaanza, fi nnasi, katika watu, kuwepo watu ambao man yata'assabu lilmadhahib, wanaokuwa na ta'assub ya madhhab, wayaqulu, nasema inna madhhaba fulani aula min madhhabi fulani, kama madhhabu ya fulani ni aula, ni bora zaidi kuliko madhhabu ya fulani. Jaatil furqatu wal ikhtilaf, ukaja utengano na kutofautiana, hatta ala bi ba'd an-nas hadha al-amru, mpaka likawapelekea baadhi ya watu jambo hili, ila alla yusalli ma'a man huwa ala ghairi madhhabihi, watu akaanza kuwa hawezi kuswali nyuma ya yule ambaye hayuko pamoja naye kwenye madhehebu yake. Na hili limetokea hata hivi karibuni kwenye maeneo yetu, watu wakajitenga, watu wakawa peke yao kwa sababu hawa sio haki hivi na hawa sio hivi, lakini si jambo zuri.
fala yusalli ash-Shafi'i khalfa al-Hanafi wala al-Hanafi khalfa al-Maliki wala khalfa al-Hanbali. Yani wa madhhabi ya Imamu Shafi'i anakataa kuswali nyuma ya mtu mwenye madhhabi ya al-Imamu Abu Hanifa, na wa Imamu Abu Hanifa anasema mimi swali nyuma ya mtu Maliki, na mtu wa Maliki na anasema mimi swali nyuma ya mtu Hanbali. Yani vitu vya design hiyo vimejitokeza kwa sababu ya kuanza kupatikana katika watu ambao wanajinasibisha na kuwa na taasubi kwa madhhabu yao. Wa hakadha waqa'a min ba'd al-mutatarrifin al-muta'assibin, na vile vile limetokea kutoka kwa baadhi ya wale mutatarrifin. Tatarruf yani wale wenye misimamo mikali ya kupetuka mipaka, misimamo ya kupitiliza. Jamani, haya ni maneno ya Ibn Baz, mimi na tafsiri. Inawezekana kuna mwingine humo akawa ni katika wale akaona mbona kama vile anashadadia pale, inawezekana ananisema mimi. Kikusema ni sawa kwa sababu ni haki yangu kukusema, kwa sababu na mimi ni daia, lakini mimi na tafsiri maneno ya nani? Ya Ibn Baz. Wewe uangalie Ibn Baz amekosea au amepatia kwenye haya maneno. Mimi na nukuu tu. Kwa hiyo Ibn Baz kama atakuwa amekosea, mimi na tafsiri tu. Maana yanapatikana kwenye mazingira yetu. Watu hatusalimiani, watu tunazuliana, watu tunanyimana mpaka na pepo ambayo watu hatujafa. Pengine tunaweza tukatubia, pengine haki ambayo imejificha kwetu sisi sasa hivi hatujaiona, baadaye tunaweza tukaiona. Lakini pepo mnatunyang'anya hivi hivi Waislamu wenzenu, wakati tupo kwa ajili ya kuitafuta janna. Msitunyang'anye janna bwana, tuombeeni hidayah. Kama tutakuwa tumekosea, Allah tuonyeshe ile haki. Dalili kama hatujazielewa vizuri nyuma, tuzielewe kwa sasa, lakini msitutenge mkatunyima haki ya kuwa Waislamu wenzenu, haki ya kupata salamu. Nadhani nitakuwa nimeeleweka. Anasema wa hadha min albala'i, na hili ni katika mabalaa mazito, wa min ittiba'i khutuwati shaytan, na ni katika kufuata njia za shaytan. Fal aimma, kwani hawa maimamu wenyewe waliokuwa na madhehebu yao aimmatu huda, ni maimamu wapi? Wa hakadha, na hivyo hivyo waqa'a min ba'd al-mutatarrifin. At-tatarruf ni kama tashaddud, wale wakurupukaji wa hatari, wale wenye misimamo mikali iliyopitiliza. Anasema imetokea kwao na wale ambao ni mutaassibun. Wa hadha min al-bala'i, Sheikh anasema ni katika mabalaa, wa min ittiba'i khutuwati shaytan, na ni katika kufuata njia za shaytan. Fal aimma, kwani hawama imamu wanne aimmatu huda, ni maimamu wa uongofu, wanaoita watu kwenye uongofu. Na Ash-Shafi'i, Malik wa Ahmad wa Abu Hanifa wal Auza'i wa Ishaq ibn Rahawayhi, al-Imam az-Zuhri, Muhammad bin Shihab, yani hawa wote wapo katika hali ya kutaka kutuongoza, hawakutaka kututenganisha. Hakuna aliyekuwa analingania madhehebu yake kwamba watu lazima wafuate ya kwake. Angalia sahibai Abi Hanifa, Abu Yusuf na Muhammad ibn al-Hasan al-Shaybani. Imam Abu Hanifa kuna pahala ndo masahaba zake wakuu, yani ndo maswahiba, ndo wanafunzi wake hasa maarufu, na ambao walikuwa ilmu kwao imekuwa ni kubwa, lakini nafika pahala wanaona imamu wao, mwalimu wao kakosea, wanamkhalifu kwenye baadhi ya misimamo. Kwa hiyo lakini bado hakuenda kinyume nao. Hawakuna siku walisema hapa huyu mwalimu kadha wa kadha wa kadha wa kadha, hawakuyasema hayo. Alibaki kuwa ni mwalimu wao,
Lakini sisi kwa sasa walimu wetu waliotufundisha tunawakana na kuwaita wajinga wakati mwingine, lakini kumbe hata hicho ambacho sisi tunakiona leo, wao ndio sababu ya sisi kuona ule mwanga. Kwa sababu huyo anayekuona saizi akakuingizia hii fikra ya kumtukana mwalimu wako na shekhe wako, yeye asinge kuona kama huyu wa kwanza asinge kufundisha ile alifu. Al-Imamu Ash-Shafi'i rahimahullah, kuna mzee mmoja alikuwa akimuita mwalimu wake, wakati huyu amekwaje ni mwalimu wa Imam Shafi'i, wakati huyu mbona kama vile hakuna anachokijua, amekwaje mwalimu wako wewe imamu? Akamwambia huyu jamaa ndio alinifundisha kujua kati ya mbwa aliyefikia baligh na ambaye hajafikia baligh. Imam Shafi'i akasema, nilijua kwamba mbwa anayekojoa kwenda kukojoa ili ajulikane amefikia umri wa baligh, ananyanyua mguu pa anakojoa, ambaye hajafikia baligh hayanyui mguu. Akawa ni mwalimu wake, sikalimfundisha hiyo, si maaluma. Kwa hiyo akawa ni mwalimu wake. Sasa kama amemfundisha hayo ya mbwa kubaligh, akamuita ni mwalimu wake, wewe huyo aliyekufundisha alifu mpaka ukaweza kusoma Qur'ani, kwa nini asiwe ni mwalimu wako? Kwa nini umkatae kwenye ualimu wake kwako? Anasema wa ashbahahum, na wale wanaofanana na hao, kulluhum a'immatu huda wa du'atu haqq, hao wote ni maimamu wa uongofu na ni walinganiaji wa haki. Da'au an-nasa ila dini llahi wa arshaduhum ila al-haqq, waliwalingania watu kuwapeleka kwenye dini ya Mwenyezi Mungu na wakawaelekeza kwenye haki. Wa waqa'a hunaka masailun bainahum, na ilitokea masail katika wao, ikhtalafu fiha, walitofautiana katika rai na ufahamu, li khafa'i dalili ala ba'dihim, kwa sababu tunawadha Sheikh Ibn Baz kawadhania khair kwamba wengine pengine dalili haikuwafikia, ndio sababu ya kuwa na hiyo ikhtilafu. Fahum baina mujtahidin musib, wao kati wao kuna aliyejitahidi na akapatia haki, lahu ajrani, huyo anapata ujira mara mbili. Wa baina mujtahidin, na baina ya mtu mwingine ambaye amejitahidi, akhta lakini akawa amekosea alhaqa, akawa hajapatia haki, falahu ajrun wahid, huyo naye ana ujira mmoja. Angalia fadhila za Allah kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, ndivyo alivyosema, man ijtahada fa asaba falahu ajrani, na atakayejitahidi akakosea na ujira mara moja. Kwa nini Allah hakumpa madhambi? Alikuwa katika hali ya kujitahidi. Sasa watu mpaka wanaikwepa na kauli hii ya Mtume sallallahu alayhi wasallama, wanaona huyu aliyekosea hafai kabisa kusikilizwa wala kufuatwa, wakati Mwenyezi Mungu amemthibitia kuwa na ujira wa kujitahidi. Wewe ujira unamnyanganyaje? Wallahu almusta'an. Fa'alaika an ta'rifa lahum qadrahum, ni juu yako wewe kujua nafasi zao, wa fadlahum, na fadhila zao, wa an tatarahama alaihim, na uwatakie rehma kwa Mwenyezi Mungu, uwaombe rehma za Mwenyezi Mungu. Wa an ta'rifa annahum a'immatul islam wa du'atul huda, na ujue kwamba hawa ni aima wa Uislamu na ni walinganiaji wa uongofu. Walakin la yahmilu kadhalika, lakini lisikupelekee hilo la kujua haki yao na fadhila zao na kuwatakia rehma, ala taassubi, kuwa ni mutaasib kwao, wa taqlidul a'ma, na kuiga kama anavyoiga kipofu, kwamba unafuata hata pale ambapo walikosea, na wewe leo dalili imekufikia unaendelea kushikilia msimamo wake, wakati lau yeye angelikuwa yuko hai na hiyo dalili ikamfikia angebadilisha. Si ndio wale waliosema idha sahha alhadithu fahuwa madhhabi? Alishatanguliza hii kauli, kwake yeye ni udhuru mpaka siku ya kiyama, ni udhuru na ni hoja kwa kila ambaye atapata dalili akakataa kuifuata dalili kwa sababu eti anamfuata shekhe wake. Shekhe wako hapo Imamu Shafi'i alishakukana mbali, endapo utapata dalili ukaacha kuifuata dalili ukang'ang'ania msimamo wa Shafi'i alisema hivi. Mwingine akasema idha ra'aytum qawli mukhalifa al-aqwala, mtakapoona kauli yangu imekhalifiana na aqwali zilizo sahihi, basi kauli yangu ambayo inakwenda kinyume na hizo dalili, zipigeni kwenye ukuta maneno yangu, achaneni na maneno yangu, pigeni kwenye ukuta, fuateni dalili.
Unaye tena huyo au ameisha kuacha njiani? Kisha kuacha. Kwa hiyo usiwe na taasub katika madhhab. Wewe fuata dalili, ni kipi ambacho dalili inataka. Tuko pamoja Waislamu? Anasema fataqulu madhhabu fulan aula bilhaq, kama madhhab ya fulani ndio ni bora zaidi kwenye haki, bikulli halin, kwa kila hali, au madhhab fulan aula bilhaq bikulli halin. Anasema la yukhti, kama labda madhhabu haya hao hawakosei. Sheikh anasema la, hapana, hadha ghalat, hili ni kosa. Alaika an ta'khudha bilhaq, ni juu yako, ni lazima kwako wewe kuichukua haki kwa ndio unayofanyia kazi. Wa an tatba'a alhaq, na uifuate haq, idha dhahara daliluhu, inapokuwa dalili yake imedhihiri. Walau khalafa fulanan, lau hata kama itakuwa hiyo dalili uliyopata imekhalifiana na fulani ambaye hasa alikuwa ndio tegemezi kwako. Wa alaika alla tata'assaba, na ni juu yako kuwa si mutaassib. Wa tuqallid taqlidan a'ma, na kila unachoiga unaiga kama kipofu ambaye anaongozwa njia. Wewe una macho, wakitaka kuingiza kwenye shimo ugome, sawa. Bal ta'rif lil a'immati fadlahum, bali ujue haki za imamu hawa na fadhila zao, wa qadrihim, na heshima zao uzilinde. Lakini kulinda heshima zao haikupelekei wewe au isipelekee wewe kuikataa haki uliyoiona kwenye madhehebu ya imamu mwingine eti kwa sababu unamuiga shekhe wako. Asema lakini ma'a dhalika, pamoja na hayo yote, tahtatu li nafsika wa dinika, yani ihtiyat, uwe kati na kati, yani usijiwekee msimamo wa kungangania huku au huku, wewe ubaki katikati, uwe na ihtiyat kwamba dalili inapopatikana mimi ndipo nitakapokwenda na dalili kwa ajili ya dini yako. Fata'khudha bilhaqqi wa tarla bihi, ichukue haki na uifanyie kazi na uridhie haki. Wa turshidu ilayhi, na uwaelekeze watu kwenye hiyo haki. Idha tuliba minka, utakapokuwa umetakiwa kuibainisha hiyo haki. Wa takhafu Allah, na umuogope Mwenyezi Mungu. Wa turaqibuhu jalla wa ala, na uwe na muraqaba, kuchunga mipaka yake Allah jalla wa ala. Wa tunsifa, na uwe ni mtu wa kutenda haki. Min nafsika, kwenye nafsi yako, yani hata nafsi yako uifanyie haki, uifanyie uadilifu nafsi yako. Kuifanyia nafsi yako uadilifu ni wewe kukiri haki na kuikataa batili, sawa. Uifanyie haki, uifanyie insaf nini nafsi yako, bimaana ufuate haki, ma imanuka bi anna alhaq wahid, na uamini au pamoja na kwamba wewe unatakiwa uamini kwamba haki ni moja. Wa annal mujtahidina, na kwamba wale mujtahidina waliojitahidi kufanya istimbati katika mambo kutafuta haki, in asabu falahum ajrani, ikiwa watapatia basi wao watakuwa na ujira mara ngapi? Mara mbili. Wa in akhtau falahum ajrun wahid, na ikiwa watakosea watakuwa na ujira mara moja, ule ujira wa kujitahidi. Ani mujtahidi ahli sunna, shekhe anasema nakusudia wale mujtahidina katika ahli as-sunna, ahli al-ilmi wal iman, wenye elimu na iman, wal huda, na watu ambao wamesimama katika hali ya uongofu. Kama sahha bidhalika al-khabar an rasulillah sallallahu alayhi wasallam, kama zilivyosihi habari kutoka kwa mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Maswali.